wetu wa leo. Unaweza andika viapo. Tutaangalia kiapo ni nini na tuone kuna aina gani za viapo pia. Lakini kabla hatujafika hapo, nataka tuweze kutangulia na mstari mmoja ambao unatuonya kuhusu mambo ya viapo. Bwana Yesu asifiwe. Yakobo mlango wa 5 mstari wa 12. Nataka tusome hapo. Kitabu ni kile cha Yakobo mlango ni wa 5 mstari wa 12, nasema lakini zaidi ya yote, ndugu zangu, msiape wala kwa mbingu wala kwa nchi wala kwa kiapo kinginecho chote, bali ndiyo yenu na iwe ndiyo, na siyo yenu iwe siyo, msije mkaangukia hukumu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inatuonya katika somo hili ambalo tunaenda kujifundisha leo, Bwana Yesu asifiwe, kwamba katika hayo yote mjiepushe ama mjizuie na kitu kinaitwa kiapo. Bwana Yesu asifiwe. Na inasema kwamba msiape kwa mbingu wala kwa kitu chochote duniani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikawa ninajiuliza kwa nini inasemwa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini Yakobo akafikia mahali kwa kuongea maneno makali kama haya? Na kule nyuma ukijaribu kutafakari ama kuangalia viapo vilikuwa na faida na maana yake, mpaka Mungu mwenyewe anafikia mahali anafanya kiapo na wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yakobo anasimama akionya kanisa kwamba katika yote mjizuie, msifanye ama msiape, iwe kwa mbingu ama kwa chochote kinachopatikana hapa duniani. Amen. Kulikuwa na sababu. Yakobo alikuwa ameishi katika mazingira ya watu ambao walikuwa wana utatanishi mwingi wa imani na matendo. Yesu asifiwe. Alikuwa amezungukwa na hali hizo kama watu wa namna hiyo, na akawa amejizamisha sana kuangalia ama kutadavua jinsi ya kutofautisha namna ya watu wanavyoenda ama wanavyoweza kufika katika ufalme wa Mungu, ama wanavyoingia katika ufalme wa Mungu. Je, ni kwa matendo ama ni kwa imani? Bwana Yesu asifiwe. Na je, mtu akisema anaimbi akawa pia anaangalia kwa ndani, anajaribu kusisitiza ama kufafanua, je, imani pia inaweza kuwa inatosha pasipo kuandamana na matendo? Bwana Yesu asifiwe. Haya ni mambo ambayo Yakobo alikuwa anayafundisha. Amen. Na nikipofika pale nikasema ukweli, somo hili linaweza kuwa na changamoto nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa kama unaandika, nataka tuangalie tujue kiapo ni nini kulingana na Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inazungumzia kuhusu kitu inaitwa kiapo, na ukisoma katika kitabu cha Waebrania mlango wa 6 na mimi mstari wa 17, tusome hapo ndio tunaenda sasa katika somo letu la leo. Waebrania mlango wa 6 anza 16. Nitaanza mstari wa 17. Wanadamu huapa kwa yeye aliye mkuu kuliko wao. Jambo la kwanza, wanadamu huapa kwa yeye aliye mkuu kuliko wao. Na kwa wao ukomo kwa mashindano yote maneno ni kiapo. Na kwa wao hicho kiapo ni ukomo wa mashindano. Bwana Yesu asifiwe. Kiapo kilikuwa kinakuja ama kinapatikana wakati kumeinuka ama kumezuka mashindano. Huyu anasema kwamba mimi niko na imani, huyu anasema kwamba niko na matendo makuu,
huyu anasema kwamba mimi nitafanya hivi, huyu anasema kwamba mimi ninajua kweli iko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Katika hali zile watu wakafika mahali ni kama kura ilikuwa haitoshi, lakini ukaibuka ama ukaletwa kitu inaitwa kuapa, kwamba kama una uhakika kwamba hivi unavyosema ndio kweli, basi tuapie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kiapo ilikuwa ni ukomo wa mashindano. Wakati kunaibuka mashindano, kiapo kilikuwa kinaingia hapo ndani ili kukomesha yale mashindano, na mtu anaposema kwamba hakika kama Mungu aishivyo, basi utanyesha mvua, inajulikana kabisa mvua itanyesha. Bwana Yesu asifiwe. Hakika kama Mungu aishivyo, mimi sitaabudu Mungu mwingine, inajulikana kwamba yeye hatabadilisha neno hili. Bwana Yesu asifiwe. Huo ndio kweli aliyosema, atasimama katika huo. Hata mfanye nini, atasimama katika ukweli huo. Bwana Yesu asifiwe. Ukomo wa mashindano baina ya watu wawili ama baina ya makundi mawili, baina ya watu wenye misingi tofauti tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Kiapo kikaingia pale. Endelea 17. Katika neno hilo Mungu, tarudia, katika neno hilo Mungu akitaka kuonyesha zaidi sana walipio ile ahadi, jinsi ya mashauri yake yasivyoweza kubadilika. Pia kiapo katikati, pia kiapo kulingana na mstari wa 17 inasema kwamba ama ni ishara ya mambo yasiyoweza kubadilika. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba mtu akiliapia jambo amedhihirisha ama amethibitisha kwamba hilo jambo halitabadilika, litabaki hivyo lilivyo. Amen. Kwa hivyo leo ukisema kwamba sitakula mpaka nipate nini? Bwana Yesu asifiwe. Siumalize kama unataka nini. Leo wamke asubuhi useme kwamba na Bwana, leo mimi sitakula mpaka nipate kitu hiki ambacho nakihitaji. Inamaanisha kwamba jioni ikifika, kabla haujapata hicho kitu, bado hautakula, utaongeza siku ya pili. Amen. Maana halitabadilika mpaka utimiziwe haja ya moyo wako, mpaka ukipate kile ambacho umekiapia. Bwana Yesu asifiwe. Kiapo, ishara ya kutobadilika. Bwana Yesu asifiwe. Naye Bwana kwa sababu alikuwa amekusudia wokovu katika nchi ama katika wanadamu, anasema nini? Rudia katika huo mstari wa 17. Neno hilo la Mungu akitaka kuwaonyesha zaidi sana walipio ile ahadi, kwamba nyinyi mtatoka kutoka kwa utumwa na mtaingia katika nchi ya ahadi. Yaani nitawatoa katika mateso, nitawaingiza katika furaha. Bwana Yesu asifiwe. Hakuyaacha maneno haya bure, lakini akayapiga muhuri kupitia kwa kiapo, ili kwamba kila siku atakuwa analiangalia hilo neno ili kwamba alione limetimia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ishara ya kutobadilika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo ni baya hiyo. Nauliza, ukiwa na msimamo kama huo ni vibaya. Lakini Yakobo pale nyuma anasema jizuie. Bwana Yesu asifiwe. Jizuie. Tutajua baadaye kwa nini Yakobo anaambia watu wajizuie wasifanye viapo. Maana hata Mungu mwenyewe alipotaka kuwahakikishia kwamba msiyumbe, hata mnapoona maisha yamekuwa magumu, jueni kwamba mimi nitawatoa kutoka kwa mateso haya ya Misri, niwapeleka katika nchi ya ahadi. Hata muda unapochelewa, bado mimi ninaliangalia hili neno nije niwabebe, niwapeleke katika Kanaani ya ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Akaona kwamba acha niwaapie. Bwana Yesu asifiwe.
kuwekea kiapo jambo lile, kwamba hata tukapita muda gani, bado hili jambo halitabadilika, litabaki vile vile. Na ukiangalia ukweli, habari hizi ni kwamba zilitimia, hata ingawa Israeli walikaa utumwani kwa miaka mingi, lakini mwisho wa siku waliingia nchi ya ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hakubadilika, Mungu hakugeuza maneno yake. Bwana Yesu asifiwe. Ishara ya ukomo ama ya kutobadilika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kiapo ni ishara ya kukomesha malumbano ama mashindano. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni kikomo. Alafu pia ni ishara ya kuonyesha kwamba hii jambo ambalo tunaliongelea hapa halitabadilika, litaendelea kusimama kama nilivyosema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Yesu ama Mungu akiwa amekusudia kufanyia jambo, alafu aongeze na kiapo juu ya hakika kwamba hilo jambo litatimia. Amen. Kwamba halitabadilika. Unaweza ukasubiri kwa miaka mingi ukaona kwamba halitendeki, lakini kile kiapo maadamu kinakaa pale akijapumzika, bado ile jambo litatendeka. Bwana Yesu asifiwe. Ile ahadi ambayo iliwekwa kwa kiapo itatimia. Amen. Tuangalie tena sasa. Hiyo ilikuwa tafsiri ya kiapo, lakini kuna aina kadhaa za viapo. Mimi nakili tu kama na hivi zinatosha kwa leo. Tuangalie hizo. Aina ya kiapo cha kwanza ni kiapo cha maagano. Bwana Yesu asifiwe. Kiapo cha maagano hii tunakipata wakati wa Abrahamu. Bwana Yesu asifiwe. Abrahamu katika kitabu cha Mwanzo, Mungu mwenyewe anaongea na Abrahamu, anamwapia kwamba na mimi niliyekutoa katika nyumba ya baba yako sitakuacha ama sitabaki, nitakupatia mahali ambapo utaongezeka na utakuwa wewe sehemu ya baraka kwa ajili ya ulimwengu mzima. Bwana Yesu asifiwe. Akamwapia Abrahamu, na Abrahamu akatoka akiwa mtupu katika maeneo ya Uru wa Ukaldayo, mahali ambapo wazazi wake walikuwa wanakaa. Bwana Yesu asifiwe. Akatoka katika upweke, yeye na mke wake. Bwana Yesu asifiwe. Wasiwe hata na mtoto, lakini kwa sababu Mungu amemwapia, akamwambia kwamba mimi nitatembea pamoja na wewe na nitakupatia mahali kwa urithi, nitakupatia mahali ambapo utamiliki. Bwana Yesu asifiwe. Ibrahimu akawa na imani, akasonga, akatembea na Mungu, akisubiria ahadi ya Mungu itimie kule njiani. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo kuna ahadi ya maagano ambayo inapigwa muhuri ama inawekwa siri kupitia kwa kiapo. Bwana Yesu asifiwe. Na mfano mzuri ni Abrahamu. Mfano mwingine wa duniani hapa tunauona wakati wawili wamependana na wanaoana kwa ndoa takatifu. Bwana Yesu asifiwe. Pia tunaona kwamba wanalishwa viapo. Bwana Yesu asifiwe. Wanalishwa viapo kwamba sasa mimi nitafunga macho yangu, sitaona hata mwingine, lakini nitabaki na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kasema ulikula hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Kiapo cha maagano kwamba watu wawili wamepatana, wameweka agano kwamba kati ya mimi na wewe, hivi ndivyo ambavyo tutaendelea kushirikiana, hivi na mimi na wewe tutashirikiana ama tutaishi namna hii. Wanaweka maagano na wanaweka kiapo kama siri. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati kumekuwa na maapiano ama kumekuwa na kiapo, inajulikana kwamba hili agano halitavunjika. Bwana Yesu asifiwe.
maagano haya ama kiapo hiki kinaweza pia kuwekwa na ishara. Bwana Yesu asifiwe. Ishara hizi nataka kuzitaja kama walinzi ama watunzaji wa maagano yale. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wa Abrahamu akiapiwa ahadi ile ambayo alikuwa anaapiwa kwamba nitakufanya kuwa taifa kubwa, nitakufanya kutoka kwa wewe uwe baraka kwa ajili ya mataifa mengine, kutoka kwako kutatokezea taifa kubwa ambao utakuwa uzao wake ni kama nyota za angani ama mchanga wa baharini. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba Abrahamu katika maagano yale akatengeneza madhabahu na akachinja mwana kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Akafanya maagano na Mungu na akaitolea sadaka ile maagano, na Mungu akamfanyia kile kiapo kwamba hata ghairi, lakini ataliangalia lile neno ambalo ameliahidi alitimize. Bwana Yesu asifiwe. Baada kumtumia kasema tena. Kasema uliweka agano na nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu simama kasema. Bwana Yesu asifiwe. Kasema siku moja alisimama mbele ya watu hivi, watu wakiwa wamevaa vizuri, amewaita yeye mwenyewe, wamekuja washuhudie kwamba anapewa mtu mke au mke wake. Bwana Yesu asifiwe. Na akaongozwa katika maneno ya kumwapia yule mtu kwamba kuanzia leo hapa katika umati huu kuna watu waliorembuka, lakini nitafunga macho, sitaangalia tena. Bwana Yesu asifiwe. Halafu pale mwisho akasema, kwa hii ninakupa yamini yangu. Bwana Yesu asifiwe. Ulimpa nini? Ulimpa pete. Bwana Yesu asifiwe. Kiasi ya kwamba leo hii yule mtu ama yule mwanamke akikupa na hiyo pete, hata ulizo maswali sana, ulinunua bei gani, ulipata wapi? Bwana Yesu asifiwe. Inajulikana yamkini huyo ni mke wa mtu. Bwana Yesu asifiwe. Keti. Hata kasema pia kuna yake. Bwana Yesu asifiwe. Na anapoingia katika lango lile, hana haja kanisa tuulize kwamba kasema ameoa ama hajaoa. Tukiona tu kidole kimevalishwa pete, kinajua kasema yule si kijana tena ambaye anatafuta, lakini alipata. Amen. Walinzi wa maagano ama kiapo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kiapo kiko na walinzi ama kiko na watunza ambao wanafuatilia, wanakisimamia kile kiapo. Bwana Yesu asifiwe. Katika mahakama zetu huwa tunasema kwamba kina mashahidi. Amen. Kiasi ya kwamba ukijaribu kuepuka hivi, kuna mtu anaitwa anaambiwa njoo useme. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu inaitwa signature. Bwana Yesu asifiwe. Kama hakusoma mtu anaambiwa huwezi kuacha maagano haya hivi hivi. Anapewa wino, anabandika kidole pale. Na anapoepuka yale maagano, lile karatasi linachukuliwa, linapelekwa katika mitambo ya utafiti. Inaangaliwa kidole hiki kilichowekwa hapa ni cha nani. Bwana Yesu asifiwe. Anapatikana mwenyewe kwamba wewe unakataa na hiki kidole kilichogusa hapa ni cha kwako. Ulikuwa unathibitisha kwamba neno hili halitabadilika na ni kweli. Amen. Kwa hivyo kiapo kina watunza viapo ama kina watu walinzi wake. Bwana Yesu asifiwe, ambao wanalinda hicho kiapo, na hata leo hii bado kuna ulinzi. Bwana Yesu asifiwe. Viapo viko vya aina nyingi. Nasema kwamba kiapo cha maagano ndio hicho. Tuangalie kiapo kingine kwa sababu ya wakati. Tunajaribu kwenda mbio, manake kuna maelezo. Kiapo cha kuna kiapo pia cha kichawi. Bwana Yesu asifiwe. Wachawi waliingiaje katika Biblia? Bwana Yesu asifiwe. Kiapo cha kichawi. Bwana Yesu asifiwe.
Kiapo cha kichawi kiko kama vile wewe unavyoweza kusema kwamba kuanzia leo mimi sitakula mpaka Bwana atakaponijibu. Bwana tusifiwe. Mchawi naye anaweza akasimama mahali akasema kwamba hata mimi sitakula mpaka nitakapomwona ameangamia. Amen. Tusome kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 23. Tuanze mstari wa 12. Kitabu ni kile cha Matendo ya Mitume mlango wa 23, nitaanza mstari wa 12. Ndio. Nasema, ulipopambauka Wayahudi wakafanya mapatano, wakajifunga kwa kiapo ya kwamba hawatakula wala hawatakunywa. Na ni majira gani unajua wanafanya hivyo? Asubuhi ya mapema kulipopambauka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanaapa wao kwa wao, wanasema hatutakula wala hatutakunywa hata wamuue Paulo, mpaka tutakapomuua Paulo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Muuaji ni mtu mzuri? La hasha. Muuaji na mchawi wote pamoja, suti lao ni moja. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Wayahudi wanaapa, hawajaapa kwa sababu wanataka kuamua kesi, hawajaapa kwa sababu wanaingia katika maagano mazuri, lakini wanaapa kwa sababu ya mauaji. Bwana Yesu asifiwe. Wakakusanyana. Biblia inasema kwamba walikuwa wanapata, ukisoma hizo habari vizuri, wanapata watu 40 wakakusanyana pamoja na wakaagana ama wakakubaliana kwamba hatutakula wala hatutakunywa mpaka tutakapomuua Paulo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini Paulo anauawa? Kwa sababu alikuwa ameiasi njia ile ya kwao na amemgeukia Mungu, ama amegeuzwa sasa, anahubiri Injili, anatangaza Yesu Kristo katika mitaa ambayo watu hawataki habari za Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Anafungua watu ambao wamefungwa, wako katika vifungo vya kimapepo. Paulo akawa akitembea katika hiyo miji. Biblia inasema kwamba hata kivuli chake kikawa kinaponya wengine. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hali hiyo ikawa imewakosesha amani Wayahudi wengine. Wanasema, kwa nini huyu mtu anaendelea kuzitangaza sifa za Yesu ambaye hatumtaki? Wakamkamata wakamweka mahali ili kusubiria kesi yake iongelewe, lakini kabla haijaongelewa wakanong'onezana ama wakajibishana wao kwa wao, wakajua kwamba huyu akifika kule mahakamani bado huenda akapata haki, hataonekana na kosa, lakini la kufanya acha tumalize kabla hajafika kule kwa hakimu. Na wakaapa. Yesu asifiwe. Wanaapia Paulo. Bwana Yesu asifiwe. Leo hakuna watu kama hao. Hakuna. Wanamwapia nani sasa? Paulo. Wewe hapa. Anasema kesho hakutapambauka, nitamalizana hiyo kazi leo. Bwana Yesu asifiwe. Silali mpaka nihakikishe kwamba nimemalizana na hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwamba huyu mwezi hauishi, nitafanya bidii zangu zote mpaka nihakikishe kwamba ametolewa kazini. Nitafanya bidii zangu zote mpaka nihakikishe kwamba ameachana na bwanake. Bwana Yesu asifiwe. Alafu wewe uko pale, watu wanakula viapo kule, wanafunga, wanasili hiyo kiapo kwamba ili itimie
mimi sitakula mpaka ile litimie. Bwana Yesu asifiwe. Akaswali kadogo, huwa unafunga kwa nini wewe? Bwana Yesu asifiwe. Mmoja si anijibu, kwa nini siku moja ama mbili ama tatu useme kwamba mimi sitakula sitakunywa? Unafunga kwa nini? Sijapata hata mmoja, maana hatufungi, tunakula sana. Bwana Yesu asifiwe. Ama Steve. Nafunga kwa sababu ya jambo fulani nataka lifanyike. Jambo fulani unataka lifanyike. Kama huwezi kulifanya, ulifanye tu. Mamlaka unayo. Bwana Yesu asifiwe. Ifanye tu. Ndio unataka Bwana Yesu asifiwe. Tumefunga ili kwamba tuongeze nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Nimejaribu haviwi, katika kula kwangu na kunywa kwangu haviwi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ninajua katika kujinyima kwangu huku Mungu atanihurumia, atakuja juu yangu na ataenda na mimi ili kulitimiza hili. Bwana Yesu asifiwe. Na wale Wayahudi pia walikuwa na miungu yao. Kwa hivyo wakawa wanaapa, na cha kushangaza ni kwamba walienda mpaka kwa wakuu wa makuhani wakaenda kuambia, mabwana, sisi tumeamua kujifunga hivi, hatutakula wala hatutakunywa mpaka tuhakikishe tumemuua Paulo. Bwana Yesu asifiwe. Na kurudisha pale kwa walinzi, wametafuta ushahidi kwamba wanalifanya hili jambo kwa sababu na kusudi fulani. Kwa hivyo wamewaendea makuhani ama wakuu wa makuhani ili kwamba wawe mashahidi wao kwamba wao lengo lao ni lazima Paulo afe, lazima Paulo aondoke. Bwana Yesu asifiwe. Wakatafuta mamlaka, wakatafuta kibali huko kwa wakuu wa makuhani. Bwana Yesu asifiwe. Hata leo hii bado kuna wachawi kama hao, wachawi wa maneno, wachawi wa dawa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wanakula viapo kwa ajili yako, wanasema kule katika matumburi zao, katika vyumba vyao vya siri, wanakaa wanasema, wakilitaja jina lako, wakisema kwamba huyu mtu tunamfunga kwa jinsi hii, nami ninatoa sadaka hii, ama unakula kiapo hiki kwamba haitakuwa hivi mpaka huyu mtu awe hivi. Wengine wanakataa kulala kwa sababu yako, wengine wanakataa kula kwa sababu yako, wengine wanakataa kunyamaza kwa sababu yako. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta kabisa kidada ama kindugu kizuri kabisa anauliza, yani ana uzuri gani yule? Sasa hata wewe umuone, hata mavazi yake hayafani na kazi yake. Anaenda kwa mwingine mwanachini wa bosi, anamwambia lakini unajua yule mtu huwa haongei vizuri na wenzake. Anaenda kwa mwingine anamwambia na unajua siku hizi anajisikia sana. Anatunga maneno na anatafuta watu. Bwana Yesu asifiwe. Anakataa kunyamaza katika ile kampuni, yeye ndio anajulikana kwamba ana habari zote za kukuhusu wewe. Katika ile kazi, yeye ndio anajulikana kwamba ana habari zote za kukuhusu wewe. Hata wakitaka kuuliza ushahidi wa jambo lolote, wanakuita. Kuuliza. Wanamuita huyo wewe. Kuuliza, je, mtu fulani unamwonaje? Naye kwa sababu aliapa, ataongea yale maovu. Bwana Yesu asifiwe. Viapo vya kichawi. Bwana Yesu asifiwe. Viapo kama hivi bado viko na vinafunga watu
wazazi wao wakale, si kwa sababu ya makosa. Bwana Yesu asifiwe. Hivi hamjaona katika maboma yale ya kule kwetu huko home? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Au kutao ni mke mmoja, mtu na watoto wake 3 na mke wake. Bwana Yesu asifiwe. Washafunga hiyo chapter nambari nzima hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ile mbali yetu kule ambayo iko na watu 60, ukiuliza majina mpaka mengine unayasahau, yamerudiwa mara mbili. Bwana Yesu asifiwe. Manake kuna mke wa kwanza, wa pili, wa tatu na wa 4. Bwana Yesu asifiwe. Wote wanakaa katika boma moja. Alafu mmoja alizaa watoto wa kiume watupu, mwenzake alizaa wa kike na wa kiume. Bwana Yesu asifiwe. Alafu ungojee kwamba asikie vigelegele pale. Anasema kwamba hapa katika boma hili hakutapigwa kelele ya nderemo za mtu anaolewa hapa. Mtazaa mpia. Bwana Yesu asifiwe. Niangalia vizuri. Yanasemwa si kwa sababu umekosea mahali, lakini mtu tu ameinuka katika uovu wake ndani ya moyo, anaenda anasimama mahali, anaangalia sasa mama fulani, mke mwenza, aanze kujaza huu mji kwa sababu mtoto wake anaolewa na mimi sina wangu wa kuozesha. Halitafanyika. Na anaenda katika ile karakana ya uchawi. Bwana Yesu asifiwe. Kote unakotengenezwa, anaenda kuketi huko, ananyosha miguu kabisa, anasema kwamba mimi nimekuja kwa sababu lile boma sitaki watu waolewe. Na anaapa kwamba kuanzia leo hii boma, hakuna msichana wa hii boma atakayeolewa. Wasipoolewa kwani hawatazaa? Kiapo chake kinasemaje? Hawataolewa, lakini watajaa. Hapo kutakuwa na Wajaluo, hapo kutakuwa na Wakikuyu, hapo kutakuwa na Wakamba. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wote hawajaenda Ukambani, Ujaluoni, Ukikuyuni, wako pale kwa boma ya mzee Katana. Bwana Yesu asifiwe. Maana hao watoto ama wasichana wanakaa wanatamani kuolewa, lakini wameapiwa na kuna kiapo cha kuwa pale katika ile boma hakuna atakayeolewa. Wana ruhusa ya kuzaa, lakini kuolewa oromo. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi tunaangalia familia, tunaanza kujiuliza maswali, kwani mbona hawaolewi? Bwana Yesu asifiwe. Halafu na kushangaza ni kwamba familia za sampuli hizi na watoto wazuri. Bwana Yesu asifiwe. Mabinti wanaojua kujiremba wakarembeka. Bwana Yesu asifiwe. Mabinti ambao wanajua kuvaa, mabinti ambao wana tabia nzuri, lakini huyo wa tabia nzuri, huyo atazaa, hataolewa. Unashangaa kama jirani hapo kuna mdada ambaye haelezeki, lakini huyo ndio anakuja kukusanya watu. Haya, wamama madela ya sampuli hii, wababa nani mta, wababa wote ndio kamati mema. Bwana Yesu asifiwe. Wanachanga pesa. Mdada anayeolewa ukimlinganisha na wengine pale kanisani, najiuliza maswali, huyu alipataje bwana? Hawa wakaachwa. Huyu bwana naye alikuwa hawaoni hawa wengine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna mtu aliapa na kuna walinzi wa hicho kiapo wanafuatilia. Bwana Yesu asifiwe. Niulize, wanafuatiliaje? Bwana Yesu asifiwe. Walinzi wakipewa hiyo kazi ya kufuatilia, watahakikisha kwamba wanakufuatilia maisha yako, na yamkini unaweza kukutana na huyo dada akawa ana tabia nzuri sana, lakini siku chache akifuatwa na ndugu hivi, ninakuomba tuoane tuanze maisha na wewe, anaitikia. Siku chache baadaye roho ya ile mlinzi wa kiapo inaingia ndani yake, anaanza kununa, uzuri hauonekani tena. Bwana Yesu asifiwe.
Halo, halo, halo. Bwana Yesu asifiwe. Kunatokea mambo ambayo yanakuja kuwa kizuizi. Amen. Siku moja nikawashuhudia ushuhuda wa mtu mwingine hapa kwamba alipotaka kuoa, mfati hata na mchungaji, alipotaka kuoa akapata mchumba. Alipopata ule mchumba, anajiandaa, wakati ule anataka kupeleka mahari, ametayarisha kila kitu mpaka siku ni kesho. Jioni anasikia mlango, mtu anagonga. Akiangalia hivi ni ndugu wa pale kanisani. Huyu ndugu akaja akamuuliza, wewe ndio unataka kumwoa dada fulani? Ulifikiria tena? Ulijua kwamba yule dada yuko na kifafa? Ndugu anasema kwamba mimi sijui kwamba yuko na kifafa. Akaambia sasa yule dada yuko na kifafa, ukae ukijua hivyo. Kwa hivyo wewe endelea na mipango yako, lakini ujue ana kifafa. Na jamaa akachomoka akaenda zake. Unafikiri huyu anayetaka kuoa ako salama? Ako salama? Anaanza atakosa usingizi, anafikiria sasa niendelee nisiendelee, nitavumilia mtu mwenye kifafa? Akayafikiria mpaka masaa ya kupambazuka ama asubuhi ikiingia, neno la Bwana likamkujia. Akaambiwa kwamba niliumba wote kwa mfano wako. Bwana Yesu asifiwe. Akasema kama huyu aliumbwa kwa mfano wa Mungu, hata kama ako na kifafa, ninaendelea mbele, Mungu atashughulika. Bwana Yesu asifiwe. Akachukua yule anaitwaje huyu jamaa, mbona sina msahau, huyu mwandamizi wake wa kwenda kulipa mahari, mpunga ama anaitwaje, nasahau hiyo jina kwa hili ndio mshenga. Akachukua mshenga, ujueni alipata habari jana usiku, kwa hivyo zinaendelea kumuumiza moyo. Akachukuana na mshenga wake, lakini kabla hawajafika, wakiwa njiani, akamwambia mshenga, lakini jana nilipata habari kuhusu ile mtume. Habari gani? Yule dada haja niambia mimi, lakini nasikia ako na kifafa. Mshenga anamwambia turudi. Wewe unataka kuoa mtu mwenye kifafa? Turudi haraka, usifanye jambo kama hilo. Yesu asifiwe. Amen. Ndugu akamwambia, kwa sababu tayari wale wanajua wanangojea wageni, twende. Wakaenda wakafanya mambo ya kulipa mahari ama kuulizia mahari, wakaelezewa kila kitu, wakamaliza. Walipomaliza, kabla hajaondoka, jua kwamba kuna jambo linachemka ndani. Nimeambiwa kuna kifafa, huyu nitaendeleaje? Akasema, kabla sijaondoka hapa, ninaomba kuongea na yule dada tafadhali. Anauliza wenyeji wa mji. Akaambia kuna shida. Wagirema wanasema bado kuwa ushajitambulisha vile ni wako. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna shida. Akapewa ruhusa, akaenda kando na yeye, akaongea, akamuuliza dada, uko na kifafa? Akasema, mimi sina kifafa, wala sijawahi kuwa na kifafa, na sijawahi kusikia kwamba kama hicho kifafa huwa kikiangusha mtu hajielewi. Sijawahi ambiwa kwamba niko na kifafa. Bwana Yesu asifiwe. Wakasema, ilikuwa ni habari za kuchunganisha. Bwana Yesu asifiwe. Ninasema nini? Yamkini huyu dada kulikuwa kuna mambo ambayo inaendelea ya kumzuilia asiolewe. Bwana Yesu asifiwe. Isingekuwa huyu ndugu kusimama kidete na kuanza kutafakari, kujiuliza wakati alipokea habari hizi, angesema, mshenga, jana nilikwambia kwamba leo tunaenda safari, twende. Na yule dada angebaki kwao. Bwana Yesu asifiwe.
Kumbuka mambo. Bwana asifiwe. Hivi hujawahi kujiuliza maswali mara nyingine, ama hujawahi ona kwamba uko na urahisi wa kukusanya marafiki alafu baadaye unapata peke yako kwa muda mfupi? Bwana asifiwe. Unajiuliza, kwani kila rafiki yeye ndio mbaya, mimi ndio mzuri? Yaani uliwakusanya hao marafiki alafu ghafla unawatawanya, kila mmoja anaenda huko na lawama. Huyo ni msengenyaji, huyo sijui nini, huyo hupenda kutegemea sana. Wanashisifi. Yaani hiyo roho inaingia ndani yako kwa sababu uliamuliwa kwamba hautakaa na watu, utakaa tu peke yako. Wanashisifi. So unakusanya alafu roho inakuingia, unawatawanya. Wanashisifi. Ile roho ya msimamizi ni kiapo. Kiapo cha kichawi. Bwana Yesu asifiwe. Kikiingia mtu hiki kiapo, ama kikifanywa juu ya mtu, ajue kwamba ako hatarini, maana kinatenda kazi na kina wasimamizi wake. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kutoka katika mazingira hapa ukasema kwamba nimetafuta kazi hapa Kenya, sipati kazi, ninahama, ninaenda Dubai. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ulitamkiwa kwamba utakufa maskini, hautafaulu. Bwana Yesu asifiwe. Unachukua hatua, unapanda ndege huyo Dubai. Bwana Yesu asifiwe. Ukishuka Dubai, ile kazi mwanzo ulioambiwa huko haipo. Bwana Yesu asifiwe. Unaenda kujumuishwa na wale wa mafungu. Si vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Bora mpata kazi. Mko hapo kwa mafungu, wengine wanaenda mwezi wa kwanza, wengine wanaenda mwezi wa pili, wengine wanaenda mwezi wa tatu, mpaka unafikisha miezi 6, bado uko pale unasubiri. Unaanza kufikiria tena, hapa Dubai na Kenya kwetu tofauti ni nini? Maana nimekaa hapa miezi 6 sina kazi. Bwana Yesu asifiwe. Usilolijua ni kwamba kuna kiapo waliapa maadui zako, wachawi wako, wakaapa kwamba hautafaulu. Pasipo hicho kiapo kuvunjika, wewe bado utasimama pale kwa kuwa hautafaulu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini kitasimama? Neno la Mungu linasema hivi. Mungu huliangalia neno lake ili akalitimize. Ni hivyo. Sasa kama Mungu anaangalia neno lake alitimize, Mungu ni roho, na katika ulimwengu wa roho bado kuna mashetani, nao wanakaa katika roho, huangalia neno la watumishi wao pia walitimize. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo utatoka hapa uende Dubai, bado yale maroho yamekuandama, wanaangalia litimie lile neno lililonenwa na mtumishi wa pepo. Bwana Yesu asifiwe. Kifika hapa nakumbuka neno moja ambalo litamkiwa, na mpaka leo nafikiri bado sijadili nalo sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Manake sijakuwa na hamu ingao ya kwenda kuishi Nairobi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijakuwa na hamu hiyo. Lakini nikiwa mdogo, nikiwa shule ya msingi pale Malindi, natembea kutoka Malindi town inaelekea shule inaitwa Kibokoni. Wale watu wa Malindi wanajua. Bwana Yesu asifiwe. Nikiwa njiani, kabla sijatoka nje ya town kabisa, hapo mpakani mwa town, nikakutana na mwenda wazimu, ambaye mwenda wazimu huyu nilikuwa si mara ya kwanza kumuona. Nilikuwa ninamkuta ile eneo kila mara ninapopita, lakini hiyo siku sikumbuki vizuri kama nilikuwa nakaribia mitihani ama nilikuwa ni vipi, lakini akanitamkia neno. Sikuwa nimemuongelesha, ni mwenda wazimu. Mimi sisalimiingi mwenda wazimu. So akanushia neno, akaniambia ati unataka kwenda Nairobi, wendi ngo utabaki hapa.
nayo anaongea nini sasa? Kwa sababu ya utoto na kukosa ufahamu nikayaachia pale hayo maneno. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nyakati hizo nilikuwa nina hamu sana na malengo yangu ya kusoma shule ya mbali kama hiyo ya Kibokoni ilikuwa mbali. Saa hii imekuwa karibu kwa sababu kuna mapikipiki na magari. Lakini wakati huo ulikuwa unatembea kutoka town center mpaka Kibokoni. Ni hatua. Malengo yangu ilikuwa nitataka kuenda kusomea Nairobi, a specific school. Kulikuwa kuna shule pale Nairobi inaitwa Starehe Boys. Wakati huo hiyo ndio shule ilikuwa inawika, achana na kitu kama Alliance sijui mangu. Starehe Boys ndio ilikuwa inawika. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi kwa sababu nilikuwa najiona ninafanya vizuri, nikawa nimetamani kwamba nijiunge na hiyo shule. Kwa hivyo nikawa nimerudia Kibokoni nipate Starehe Boys. Alafu nakutana na wazimu hapa ananiambia kwamba wendi ngo, na nikayaachia pale yale maneno kwa sababu ya kukosa ufahamu. Nikaendelea, nilipomaliza darasa la 8 huo mwaka mzima nilikuwa position 1 mpaka mtihani wa mwisho nilipitwa na mark moja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani mwaka mzima hold position 1, position 1, position 1, kila mtihani utakaokuja, lakini ule mtihani wa mwisho wa kudetermine kwamba utaenda shule gani nikapitwa na mark moja. Alafu kwa sababu ya ujasiri ule wa kwamba mimi ndio position 1, hakuna atakaye nipita. Ile Starehe Boys ilikuwa unafanya kuapply na huwa inachukua mtu mmoja kwa shule. Bwana Yesu asifiwe. Haiwezi chukua watu wawili, ni mtu mmoja. Nikawa najua kabisa hata nikiapply na wengine bado ni mimi nitaenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. La kushangaza ni kwamba huo mtihani wa mwisho ulinikosesha, nikakosa kuenda Nairobi, na hivyo ndivyo sikusomea Nairobi, na hivyo ndivyo niko mpaka leo hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimesema nini? Ni neno ambalo lilitamkwa, mimi sikulichukulia uzito wakati huo kwa sababu ya kukosa ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na likaniathiri, maana ilikuwa hamu yangu, ilikuwa njaa yangu kwamba niende nisomee hiyo shule, lakini sikuenda. Nilipokuja kutafakari baadaye nikakumbuka ile maneno ya yule mwanamke. Laiti ningejua wakati huo ningemkamata vizuri hata kama nipinga wazimu. Koji lazimisha kubadilika hiyo maneno. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasema nini? Kuna roho ambazo zinafuatilia kama vile Mungu ambavyo anafuatilia neno lake alitimishe kila linalotamkwa kwako kwa kiapo. Kuna roho ya kufuatilia kiapo ambayo itafuatilia hiyo maneno ili yatimie kwako. Itageuka tu wakati utayatambua na uyafanyie kazi ya kuyapendua. Bwana Yesu asifiwe. Usipoyatambua, usipoyatilia manani, ujue kwamba yatakuathiri kila wakati. Unaweza kuishi miaka ukiwa na hamu na njaa ya kitu fulani, lakini ukipati kwa sababu umefungwa na kiapo. Amen. Kiapo cha mwisho, hicho cha pili. Kuna viwili vingine. Kiapo cha mtu na nafsi yake, ama kiapo cha ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Kiapo cha mtu na nafsi yake. Amen. Tusome katika kitabu cha Walawi 5:4. Walawi 5:4, alafu na Mathayo 14:7. Mambo ya Walawi 5:4, Mathayo 14:7. Kitabu cha Mambo ya Walawi mlango wa 5 mstari wa 4 nasema, au kama mtu akijiapisha kwa kutamka haraka kwa midomo yake kutenda uovu au kutenda mema,
neno lolote mtu atakalotamka kwa kiapo pasipo kufikiri, na neno hilo likamfichamania, hapo atakapolijua ndipo atakapokuwa na hatia katika mambo hayo mojawapo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu atakapojiapia, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu anaweza akajiapia yeye mwenyewe na ikawa kiapo ambacho kimeshika. Bwana Yesu asifiwe. Halo? Na mtu anamsikiza? Unaamka kwa sababu ya hasira zako, kwa sababu ya mambo ambayo yametendeka mazingira ya siku hiyo, na unatamka maneno magumu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Dada amedanganywa na mwanaume na anafikia mahali anasema kwamba sitawahi penda tena. Bwana Yesu asifiwe. Imesemekana ama haijasemekana Kenya hii? Imesemekana. Si amesema hayo? Alafu natarajia mtu huyu ataishi katika ndoa, na alisema kwamba sitawahi penda tena. Ataishi na ndugu yake, ataishi na mpenzi. Bwana Yesu asifiwe. Maana aliapa kwamba hatawahi penda tena. My observation. Wewe ndugu, fuata mtu kama huyu, mwambie ninakupenda, atakwambia asante. Maana hatawahi penda tena. Apendwe lakini yeye kupenda. Amen. Amen. Ninakupenda ni sawa. Hawezi kurudishia kwamba hata mimi ninakupenda. Manake hatawahi penda tena. Bwana Yesu asifiwe. Na atakaa hivyo, anaweza hata akaingia katika mahusiano akaolewa, lakini moyo wake hautawahi penda tena, na chochote kinaweza kikaharibu ile maneno. Manake hakuna ndoa ambayo inajengwa pasipo upendo. Bwana Yesu asifiwe. Watakaa kuvurugana, maana hakuna upendo pale ndani. Mmoja anapenda mwingine, lakini mwingine harudishi huo upendo. Anaweza rudisha heshima, anaweza rudisha utiifu, lakini ikija masuala ya kupenda, aliumizwa, hawezi kupenda tena. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu ya kuumizwa, akaapa kwa moyo wake kwamba hatawahi kupenda tena. Amejifungia ama hajajifungia? Umejifungia mwenyewe, maana umeapa. Unatarajiaje kuishi katika hiyo ndoa ukiwa moyoni mwako uliapa kwamba sitapenda? Utaishije na mtu bila kumpenda? Bwana Yesu asifiwe. Kisha Yakobo anasema kwamba asiyependa mwingine yeye ni muuaji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ndugu hapa anaishi na madara. Bwana Yesu asifiwe. Anaishi na muuaji kwa jina la mpenzi. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anakaa anasema kwamba kwa sababu hii mimi sitaolewa kabisa. Kwa sababu hii mimi sitaoa kabisa. Niko na rafiki yangu pale Mpeketoni, anataka mke mpaka leo. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi kama nimezeeka, yeye ni mzee kuniliko. Bwana Yesu asifiwe. Tukawa tunazungumza, ananielezea masaibu na matatizo mengi ambayo yuko nayo, na nikagundua kwamba anasumbuka kwa sababu ameishi peke yake, hana mke. Nikamwambia siuoe ndugu, lakini baada ya kumwambia neno lile nikaanza kujiuliza, lakini chenye kilimfanya hajaoa mpaka saa hii 47 hajaoa. Si kwamba aliachwa, bado haja. Nikajiuliza chenye kilimfanya mpaka hajaoa ni nini? Sijapata jibu, manake hatujarudi katika maongezi. Nikamuuliza hilo swali. Bwana Yesu asifiwe. Lakini inawezekana kwamba hata yeye mwenyewe aliingia kwa kiapo wakati fulani, katika umri fulani ama mazingira fulani, akafikia mahali kwa sababu ya mambo ambayo yanamzunguka
akaruka akaingia katika maapizo kama hayo kwamba sitawahi oa tena. Sasa hivi amefikia wakati anataka kuoa, hajui awe nani. Bwana Yesu asifiwe. Kila atakapoenda bila shaka atakataliwa, kwa sababu alisema hataoa tena. Bwana Yesu asifiwe. Hivi hata kama umekosa adabu, wewe kijana na wewe msichana umekosa adabu kabisa, umekosa bwana wa dada, umekosa bwana kabisa, unaenda kufuata fadha wa Catholic. Aliapa kwamba yeye ni wa Bwana hataoa. Umekosa mwingine, unaenda kuingiza kwa shida. Umekosa dada, hapa wako wengi mtaani, unaenda kufuata sister mwenye aliapa kwamba mimi ni wa Bwana sitaolewa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyo amejiingiza katika kundi hilo, hata akitembea huku wanamwona kwamba hajavaa uniform za padha, lakini huko roho inashuhudia kwamba huyu aliapa ni ulimwengu huu hata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijui ni maapizo ama ni kiapo cha namna gani ambacho wewe kinakuathiri ama ulijiingiza katika, lakini mara nyingi ndio maana Yakobo aongea yale maneno ambayo tumetangulia nayo ya kutahadharisha watu, ni kwamba watu wengi huingia katika viapo kwa sababu ya hali na mazingira walio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilisikia mdada mmoja pia anasema kwamba mimi siwezi olewa na Mgiriama. Na yeye mwenyewe ni Mgiriama lakini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikawa nauliza, hata ukiniambia tuombe wewe unanipatia shida, maana sasa Bwana atakupatia yule wa saizi yako, wa kiasi chako, anajua kwamba mtaendana. Pengine kwa sababu wewe ni Mgiriama, unastahili kuwa na Mgiriama, muelewane. Wewe umesema kwamba huwezi olewa na Mgiriama. Sasa maombi haya ni magumu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndugu ama dada ameapa kwamba yeye yuko vile alivyo, hatafanya hivi, hatafanya hivi. Bwana Yesu asifiwe. Nawashuhudia huyu wa kwangu sasa, ushuhuda huu ningeapa mimi mwenyewe sasa. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba sitamuoa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sikumwapia huyu, niliapia kanisa. Amen. Kanisa ile ya Mombasa ambayo ndio nilikuwa nimedumu kwa muda mrefu, nikatengenezwa nikawa mtumishi mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Ukaja kukatokezea vurugu la vijana, mnaelewa zile hali kina Philip. Hizo hali hizo. Mimi hata nilikuwa bado mdogo, sijajua kuongea na wasichana, lakini sasa wale walio hapo wanavurugana. Huyu amekosana yule kwa sababu nikafikia mahali nikauliza, unapata shida kwa sababu unaoana ndugu na ndugu? Mimi siwezi oa dadangu kwa kanisa hili, yaani mtu aliye kanisa hili ni dadangu, siwezi oa. Nikaapa hivyo. Sasa sarakasi inapiga hapo mbele. Huyu dada alikuwa hayuko hapo ndani. Nikiapa alikuwa hayuko. Alikuwa si mshirika wa hiyo kanisa. Na tukaendelea kupiga huduma mpaka siku moja nikaonyeshwa waziwazi kabisa. Mimi nashukuru Mungu nilionyeshwa waziwazi, siko nimelala. Waziwazi, lakini si akiwa anatembea na miguu yake katika maombi. Bwana Yesu asifiwe. Na nikamjua, lakini sijamjua mwenyewe kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Na alipokuja kwa hiyo kanisa nikajua ndiye huyu, lakini niliapa siwezi oa dadangu wa kanisa lile, ni dadangu, kwa hivyo siwezi oa kutoka kwa kanisa lile. Bwana Yesu asifiwe. Nilibaki kumeza mate kufikiria nitaanzia wapi mpaka nikachoka. Bwana Yesu asifiwe. Nikiangalia dada ni mzuri, ni mwenda pole. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nafikiria mimi niliapa hapa sitaoa, na huyu amejileta hapa, si angeenda kanisa lingine.
Bwana Yesu asifiwe. Ilipofikia hapo, nikaendelea kumwomba Mungu kwamba ondoa hii pepo. Yaani ama utoke kwa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Aniondolee hiyo picha ya huyu dada, yaani kutokezee mwingine. Amen. Mungu alinisaidia mimi, ndio nikaondolewa, nikawa si mshirika wake. Nikahamishwa kutoka Mombasa nikaenda Voi, na nikawa ndio nimeenda kabisa hivyo, manake kazi ni huko na Mombasa si kwetu, kwa Kilifi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nikitoka Voi ni Kilifi, Mombasa ni njia ninapita. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nikawa bado natafakari kile kiapo. Huyu dada aliingia mahali ambapo hapawezekeki. Bwana Yesu asifiwe. Ili nigharimu kurudi kwa Mungu, kuenda kuomba rehema na kupangua kiapo kile. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo nikapata tena breakthrough ya kuwa ninaweza nikaongea. Shaka shida hayo mengine tutazidi kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Ndio nikapata breakthrough ya kuongea. Ninasema nini? Mara nyingine unajiingiza kwa kiapo wewe mwenyewe, aidha kwa kujua ama kutojua. Mambo ya Walawi inaongea hilo kwamba wengine wanafanya viapo kwa kujua, lakini inasema kwamba pia kuna wengine wanafanya pasipo kujua. Amemaliza akisema kwamba wakati ule utakapokuja kujua kwamba ulifanya kiapo, hapo kinakuwa kikwazo kwako, inakuwa dhambi kwako. Bwana Yesu asifiwe. Usipokitimiza. Amen. Amen. Maana uliagana, unaweza kuwa uliagana na Mungu, unaweza kuwa uliagana na mwanadamu, unaweza kuwa uliagana na mapepo. Hivyo ndivyo itakavyofuatiliwa na utajipata unalindwa katika mazingira hayo ya kiapo. Amen. Watu wengi dunia ya leo wanaishi maisha ambao wanatamani kwamba wabadilike, lakini kumbe wamefungwa katika viapo vya ndimi zao wenyewe. Walivyoapa kwa sababu ya mazingira, walivyoapa kwa sababu hali ambazo zilikuwa zichoshi. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuugua ukafikia mahali kwa kuweka maagano na kuapa. Bwana Yesu asifiwe. Wallahi nikipona nitamtumikia Mungu. Maana ulikuwa umefika pafufu. Bwana Yesu asifiwe. Umefika mwisho, huoni kesho tena. Unasema kwamba mimi nikipona, Mungu hapo ukiniponya, nitakutumikia maisha yangu yote. Mungu anaangalia mtu wangu ameingia na mimi katika agano kwa kiapo. Bwana Yesu asifiwe. Anafanya mambo kama yeye, anakutoa pale. Alafu umerudi huku ulimwenguni kwa nguvu, umetiwa nguvu na Mungu, akiangalia kwamba ulisema ukipata nguvu za kusimama tena utamtumikia. Unaanza kufanya mambo yako. Unakuja unasema kwamba sina nafasi ya kuhubiri Injili, sina nafasi ya kufanya hivi, sina nafasi ya kufanya vile. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumbuka uliapa mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Naye Mungu analiangalia hilo neno alitimize. Amen. Laiti wanadamu wa leo wangekuwa na kuangalia sana, wangejua athari ya hicho kiapo. Jambo moja ambalo nimepata kwamba mara zingine unasukuma mpaka unaingia kiapo. Na nasema hata ingawa Yakobo pale anasema kwamba tusiape ila iwe kwa mbingu ama kwa kitu chochote hapa duniani, lakini ukifika mahali ukisikia kwamba una uhimizo wa kufanya maagano na Mungu kwa kiapo, mwapie Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ila tu baada ya kufanya hivyo, rudi tena uangalie
usipoteze hiyo habari. Bwana Yesu asifiwe. Uitunze ili kwamba uitimize na itakuwa na faida kwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijui kama Nuhu alikuwa na kiapo kabla hajaingia katika lile safina, lakini dunia ya leo imetunzwa kwa sababu ya kiapo. Bwana Yesu asifiwe. Imetunzwa, haiwezi kuangamizwa tena na gharika kama vile dunia ya Nuhu. Amen. Kwa sababu Nuhu alipotoka katika ile safina pamoja na wanawe, waliposhuka akachukua sadaka, akamtengenezea sadaka nzuri Mungu, na Mungu anasema kwamba akaipokea ile sadaka. Alipoipokea ile sadaka, Biblia inasema kwamba akaapa Mungu na kufanya agano na Nuhu kwamba sitaiangamiza tena dunia kupitia kwa gharika. Bwana Yesu asifiwe. Iwe liwalo liwe, hakuna gharika itakayokuja kuangamiza dunia, manake Mungu aliapa. Bwana Yesu asifiwe. Na analitunza hilo. Mimi pia ninapaswa kwamba nitunze la kwangu, kwamba hili lina faida kwangu, nilitunze. Na kama kuna kiapo ambacho nimegundua kwamba kinaniumiza ama kimeniweka chini, basi nitafute namna ya kuweza kukipangua hicho kiapo. Bwana Yesu asifiwe. Katika mstari wa mambo ya Walawi, hii mlango huu ukiusoma utapata namna ya kupangua kiapo. Bwana Yesu asifiwe. Hata kiwe cha wale wachawi, Bwana Yesu asifiwe, hata kiwe cha wale maadui, Mungu ana namna ya kupangua hicho kiapo. Amen. Lakini leo nimetaka tu ujue kwamba unaishi hayo maisha, lakini inawezekana kwamba kuna kiapo ambacho kimekufunga. Kuna kiapo ambacho kimekuweka hivyo ulivyo. Iwe ni ulitamka mwenyewe, ama ulitamkiwa na wachawi ama maadui, ama ulitamka kwa ajili ya maagano. Bwana Yesu asifiwe. Muulize hivi. Sisi sote hapa ni watu wazima. Anza kufikiria kule nyuma. Kutoka ulipokuwa kijana mdogo ukiwa pale nyumbani, ukaangalia pale familia yetu vile inateseka, ukafikia mahali ukasema, laiti Bwana atanisaidia, nitainua, nitaibadilisha hii familia. Alafu Bwana alipokusaidia kutoka, ukaenda na kabisa. Likumbuke hilo neno. Tafakari kule nyuma, ulikuwa na marafiki, uliingia katika mahusiano na ukafikia mahali ukaapa kwamba sitakuacha, ni wewe tu. Jamaa akaingia gharama ya kukutengeneza, lakini siku nyingine ukaja ukakutana na mwingine na ukamwacha na machozi. Ulikutana na dada wa watu ukamwahidia yote, akapitwa na wanaume wengi ambao walikuwa na uwezo wa kumwoa akikusubiria wewe, kwa sababu mlifanya maagano ya kuwa mtaoana, na mwisho pasipo taarifa yoyote akakupata umeoa, na hivyo ndivyo mlivyomaziana. Unatarajiaje mambo kama haya yatakuweka salama? Bwana Yesu asifiwe. Tukianza kutafakari vitu kama hivi, tutatambua kwamba kuna mambo ambayo yalikuwa kizuizi. Manake adui shetani anaangalia hayo yote ili akayatumie kutuponda, akayatumie kutuumiza zaidi, akayatumie kutuweka katika vifungo. Unahitaji Mungu ambaye atavunja hilo agano ama atavunja hicho kiapo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Biblia imesema katika kitabu cha Walawi kwamba inagharimu ama inahitaji utambue kwamba ulifanya kiapo kama hicho ili ukaweze kukifanyia kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kama kina matokeo mema, zidi kukiombea kwamba kiapo hiki Mungu kidumishe ili kiendelee kunisaidia. Bwana Yesu asifiwe. Kama unaona kwamba kina matokeo mabaya, una uruhusa ama una nafasi ya kurudi kwa Mungu, mwambie kwamba niliapa kwa ujinga wangu mimi mwenyewe pasipo kukuhusisha wewe,
lakini sasa nimegundua kwamba kunazo roho zinazofuatilia, ama kuna walinzi wa viapo ambao wanalifuatilia neno nililolitamka mimi mwenyewe, na ndio maana ninateseka hivi nilivyo. Ninaomba unisaidie kuvunja maagano hayo. Bwana Yesu asifiwe. Kuvunja viapo hivyo, naye Mungu wa mbinguni ambaye ana uwezo wa kufanya makubwa ama yote atakusaidia kuweza kutoka katika vifungo vya maapizo kama hayo. Amen. Nataka tusome kitabu cha Wafalme wa kwanza 8:31 tumalizie hapo. Wafalme wa kwanza 8:31 tumalizie hapo. Kitabu ni kile cha Wafalme wa kwanza, mlango ni ule wa 8 mstari wa 31, inasema ikawa mtu amenikosea, ikiwa mtu amemkosea mwenzake na kupewa sharti ya kiapo aapishwe, naye akija na kuapa hapa mbele ya madhabahu yako katika nyumba hii, basi uisikie huko mbinguni, ukatende ukawahukumu watumwa wako, ukiwapatiliza mtu mbaya na kuleta njia yake juu ya kichwa chake na kumpa mwenye haki yake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ikiwa mtu ameapishwa, Bwana Yesu asifiwe, ameingia katika kiapo ama ameingizwa katika kiapo, basi aje katika madhabahu hii. Huyu ni mfalme Solomoni alikuwa akiomba wakati amelijenga hekalu. Bwana Yesu asifiwe. Anaongelea kuhusu hekalu alilolijenga ama analiombea, anamwambia Mungu, kama utakuwa na mtu atakayekuja katika hekalu hili ama madhabahu hii akiwa ameapizwa, basi Mungu ukiwa mbinguni uangalie haki iko wapi, ili ukaweze kumpatiliza mtu na haki yake, na mbaya ukamwachie ubaya wake. Bwana Yesu asifiwe. Kuna viapo ambavyo vimekuandama, ambavyo vinatuletea madhara makubwa, havijavunjika. Leo inawezekana kwa sababu umezitambua habari hizi ama zimeingia masikioni mwako, umekumbuka hicho kiapo ambacho ulikifanya ama ulifanyishwa, ulisikia kimefanywa mahali fulani. Bwana Yesu asifiwe. Nimewatajia ushuhuda wangu kwamba siku hapa mwenyewe kwamba sitafika Nairobi ama sitaenda kusoma Nairobi, lakini kwa sababu ya mtu ambaye aliapa nishie hata kumjua, ilinikwamisha. Laiti ningejua nyakati zile, ningemkimbilia Mungu, nikamwambia Mungu, huyu si wa kwangu, huyu hana mamlaka juu yangu, lakini ameapa kwamba mimi sitaenda Nairobi, sitasoma kule Nairobi, ninataka uingilie kama mwanao, unitetee. Bwana Yesu asifiwe. Mungu angenitetea, lakini sikujua, na nikabaki nikisomea hapa Mombasa. Hiyo ndio pale nilienda. Bwana Yesu asifiwe. Huko ndio pale nilienda. Hata college yangu sikuenda, certificate zangu zilitoka US, lakini sikufika kule, niliishia hapa Mombasa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ilitendeka kwa sababu ya kuwa tumefahamu. Leo tumefahamu kwamba kuna namna ya kupangua viapo hivyo. Tumwendee Mungu.